Navutiwa sana na namna kocha wa Simba Steve Barker anavyokitransform kikosi chake tactical, yani kimbinu. Wakati anaingia Simba alikuwa anawataka fullbacks wote wasogee juu sana kuhusika na mapana ya uwanja. Kwa kwenye mstari wa kwanza wa build up akawa anabaki na center backs wawili. Then kwenye mstari wa pili wa build up anakuwa na viungo wawili wa chini. Kwa jumla anakuwa na wachezaji wanne tu kwenye rest defense. Timu ikawa ina struggle ku control transition, hasa transition to defend. Na ni kwa sababu center backs ilikuwa inawalazimu kuzuia eneo kubwa la uwanja inapotokea transition, hasa pale mpinzani kaamua kushambulia nafasi zilizoachwa na fullbacks. Steve Barker akaja na solution, akamwongeza Kapombe kwenye mstari wa kwanza wa build up, plus Kagoma na Nio kwenye mstari wa pili wa build up. Jumla wanakuwa wachezaji watano, ikamrahisishia kucontrol transition. Baada ya kumalizika kwa mechi dhidi ya TRA, wakati wa mahojiano Steve Barker alilalamika anakosa depth kwenye kikosi chake, hasa wachezaji kukimbia nyuma ya migongo ya walinzi, na ni kwa sababu Chama, Ino, Libase, Ura, Mpanzu wote wanahitaji mpira mguuni. Barker akaumiza kichwa, nani atanipa solution? Jibu lilikuwa Kibabage ama Sele. Kwenye hii clip Simba wapo kwenye build up, angalia aliko Kibabage. Huyu ni beki wa pembeni, muda wote yupo juu kabisa kama winga. Jukumu lake la kuwa juu na pembeni ya uwanja ni afanye mikimbio mingi nyuma ya migongo ya walinzi. Kwa Chama, Ino, Mpanzu, Libase, Ura, nyie endeleeni kutaka mpira mguuni, kwa sababu hiyo ndio sehemu ya ubora wenu. Kibabage atawafichia madhaifu yenu ya kukimbia kwenye nafasi na atawapa option ya pasi nyuma ya migongo ya walinzi. Katika hili jaribu kuangalia mechi ambayo Kibabage yupo kwenye kikosi na mechi ambayo Kibabage hayupo kwenye kikosi, ama hafanyi safari nyingi za kusogea juu. Kuna namna Simba huwa wana struggle kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kilichonivutia zaidi ni namna anavyowatumia wale namba 10 wawili, Chama na Loemba. Kwanza amewapa ile free roll, uhuru wa kuibuka kila eneo la uwanja. Kuna wakati wana drop chini kabisa kutumika kama outlet kwenye build up. Pili ni pale Chama na Loemba wakiwa kwenye settled play, yani wakiwa kwenye nafasi zao as a number 10 nyuma ya migongo ya viungo wa timu pinzani, ama between lines ama kwenye half space. Kuna wakati wana drop kuwavuta center backs. Center backs wakiwafuata mawinga ama center forward wanaishambulia nafasi iliyoachwa na center backs. Center backs wasipowafuata wanakuwa free kupokea mpira na kuenda kulishambulia lango. Kuna wakati ambao Chama na Ino hawa drop kabisa, na hii ni pale mawinga ndo wamedrop. Chama na Ino wanabaki ili kuzishambulia nafasi zilizoachwa na fullbacks waliowafuata mawinga. Yote 9. 10 ni namna alivyofanikiwa kuingia kwenye kichwa cha Eli Mpanzu, kumtoa kuwa mchezaji ambaye anafikiria zaidi kufunga, kitu ambacho alikuwa sio mfanisi sana, na kumfanya aanze kufikiria kutengeneza nafasi zaidi. Nafikiri utakuwa umeiona kwenye mechi kadhaa. Eli Mpanzu kwa sasa amekuwa hatari zaidi, hasa kwenye pasi za mwisho. Mimi naitwa Joel Kweji, #lielewe soka.